Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo mahali popote ulipo ulimwenguni na unapotusikiliza. Karibu sana katika kipindi chetu cha saa ya faraja katika Kristo. Mungu akubariki sana mahali popote ulipo na unapotusikiliza. Na leo tuna somo zuri sana ambalo lina kichwa kinachosema baraka za utiifu. Baraka za utiifu. Baraka za utiifu. Utii ni kufanya kile Mungu anachokuagiza au unachoagizwa na mtu kwa usahihi. Kutokutii ni kwenda kinyume na maagizo uliopewa. Sasa tutaongozwa na kichwa cha somo hilo katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 28, mstari wa 1 mpaka wa 10. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupa Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na umeona tumesema kichwa cha somo letu ni baraka za utiifu. Utii umebeba miujiza mikubwa sana. Matatizo yote tunayoyapitia ni kwa sababu ya kukosa utii. Na neno la Mungu limeeleza wazi katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Weka bidii katika kusikia sauti ya Bwana katika maisha yako. Weka bidii katika kutunza, kuyafanya maagizo yake yote. Sio nusu, amesema kuyafanya maagizo yake yote akuagizayo leo. Leo ni nini Mungu amekuambia ukifanya na haujakifanya? Tii maelekezo Mungu aliyokupa, na ikipo kitu kikubwa kitatokea kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu sio mwanadamu aseme uongo au ajute. Ikiwa amesema kitu, basi atakufanyia. Lakini jaribu kusikia, omba kwa ajili ya masikio yako ya ndani, ili uweze usikivu wako wa ndani uweze kukaa sawa katika kumsikia Mungu. Lakini pia omba Mungu akupe neema ya kutii kile anachosema na kukifanyia kazi. Usiwe msikiaji tu, lakini uwe mtendaji. Baraka hazipo katika kusikia. Baraka zipo katika kusikia na kuchukua hatua. Unaposikia sauti moyoni mwako kajua hii ni sauti ya Mungu, basi ukachukua hatua, utaona matokeo. Na unaona anasema kwamba baraka zitakujilia na kukupata. Mtu ambaye anaitii sauti ya Mungu, siri mojawapo ni kwamba hazitafuti baraka. Baraka huwa zinamjilia yeye na kumpata. Yaani ukishasikia tu sauti ya Mungu, baraka zinakujilia na kukupata. Lakini anasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Utii unaleta kubarikiwa hata uzao wa tumbo la mtu. Kuasi kunaleta laana hata katika uzao wa tumbo. Maombolezo 5 ile mstari wa 7 inaeleza
baba zetu walitenda dhambi, hata sasa hawapo, na sisi tumechukua maovu yao. Kwa hiyo kuna makosa ya mzazi au ya ndugu fulani unaweza ukayachukua juu yako kwa sababu tu walikosa utii wa maagizo ya Mungu. Kwa hiyo ninakusii, kuna baraka nyingi na ahadi nyingi Mungu alizoweka kwa mtu ambaye anautii. Anasema utabarikiwa unapoingia na utabarikiwa unapotoka. Yaani mtu anayetii sauti ya Mungu na maagizo ya Mungu, hata anapotoka anabarikiwa, hata anapoingia anabarikiwa, hataenda kwa hasara. Mungu hataweza kumwacha. Lakini baraka nyingine kubwa, Bwana amesema atakubariki mjini. Yaani kwa kuitii tu sauti yake. Atakubariki mjini, lakini atakubariki mashambani. Unapotii sauti ya Mungu, hata kama huko mashambani ana uwezo wa kukubariki. Kama huko mjini atakubariki. Uaminifu wa Mungu wetu haufungwi na mazingira. Kwa hiyo ninakusii sana ujitahidi kusikia kwa bidii kila anachosema Mungu na ukakitii. Utaona matokeo. Lakini pia Mungu anasema atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Kwa hiyo baraka nyingine kubwa ni kwamba Mungu ameweka kitu cha ulinzi kwenye maisha ya mtu ambaye ni mtii. Yaani kiasi kwamba hata adui, wewe huna haja ya kupigana na adui. Adui zako ni adui za Mungu. Mungu anapigana na adui zako mwenyewe kwa kutii tu. Lakini anasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Maana katika eneo lako la akiba kutatokea ongezeko la vitu vya kuweka akiba. Ghala, sehemu ya kuhifadhia mazao. Lakini kila jambo utakalotia mkono wako, Mungu atalibariki. Kwa hiyo mtu mtii, hata akiweka mikono yake kwenye kitu chochote kinabarikiwa. Hata akiweka kwenye mifugo itaongezeka, kutatokea maongezeko. Moja hapo ya baraka kubwa Mungu aliyoweka kwa mtu mtii ni kuongezeka. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 amemwambia Ibrahimu, unajua Mungu alimjaribu sana akimwambia nenda kamtoe mwanao Isaka sadaka. Hakumzuia. Sasa ukisoma Mwanzo sura ile ya 12, Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba ameweka baraka ndani yake za kwake na za mataifa. Yoyote atakayembariki Ibrahimu atabarikiwa. Yoyote atakayemlaani atalaaniwa. Kwa maana yake Ibrahimu alibebeshwa baraka zake na baraka za mataifa mengine. Kwa hiyo amebeba kuongezeka. Ukisoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 kimeeleza zaidi kuhusu utii. Na wameeleza na kukazia zaidi. Anasema hivi: Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 14. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka. Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mafanikio yote yanayokuja nje ya kanuni za kimungu huwa yana tabia kuzima sauti ya Mungu ndani ya mtu. Ni kitu cha uhakika kabisa na kuhakikishia. Ukiona unaomba Mungu akuinue au akubariki au akuzidishe na unaona amechelewa kukuzidisha, usikasirike. Analinda mahusiano yako na yeye. Kuna vitu vingine mtu akivipata moyo unainuka.
Na ndio maana Mungu huku amesema kabisa tujiadhari. Yaani kuna mtu akishiba anamsahau Mungu, hata Mungu akisema hamsikii. Kuna mtu pesa zikiongezeka kidogo tu hana muda tena wa kuomba wala wa kusoma neno la Mungu. Kuna mtu yani wanyama wake kama kondoo na mbuzi yani zimezaa tu, zimeongezeka, hata kumsalimia mtu hawezi tena. Kwa nini? Kufanikiwa kwa mpumbavu kutampoteza. Na Biblia inasema kwamba nalisema na wewe wakati wa kufanikiwa kwako, lakini hukutaka kusikia, kwa kuwa wewe ni mwana mwenye kuasi. Kwa hiyo mafanikio yote yanayokuja bila maandalizi huwa yanazima sauti ya Mungu ndani yako. Na kama yanazima sauti ya Mungu ndani yako, manake yanazuia hizo baraka, kwa sababu sasa mafanikio yako katika kusikia na kuchukua hatua. Na kama shetani atakuibia usikivu kutokana na mali za kidunia, ni hatari sana. Kwa hiyo wewe unayesikiliza hili neno la Mungu siku ya leo, jitahidi sana kuwa mtii kwa kile anachosema Mungu. Tii kile anachosema Mungu. Wakati mwingine Mungu anakuambia amri ya 4, waheshimu baba na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi. Unawadharau wazazi wako. Ndio maana vifo vya vijana wadogo ni vingi sana, sababu wanawadharau wazazi wao, wanawapooza, hawawasikilizi. Hivi unafahamu tu hata mtu kutokuwatii wazazi wake au kutokuwasikiliza, akiwadharau wazazi wake, hata maisha yake hapa duniani yanakuwa ni mafupi, kwa sababu amevunja amri ya 4 ile ya Mungu, waheshimu baba na mama. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo Mungu ameviandika huku, na ukitii utaenda kufanikiwa. Na kufanikiwa kwa kanuni za Mungu kunafaa sana kuliko kufanikiwa kibinadamu. Kufanikiwa kwa kanuni za Mungu kunafaa sana kuliko kufanikiwa kwa kanuni za kibinadamu. Ukisoma Yeremia 29 mstari ule wa 5, anasema hivi: Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, awaambia hivi watu wote, jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oeni wake mkazae wana na binti, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazee wana na binti, mkaongezeke huko wala msipungue. Kwa hiyo unaona anachosema, jengeni nyumba mkae ndani yake, kapande bustani ukale matunda yake. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kutumia. Mungu anasema na wewe fanya kazi ili uweze kujiingizia kipato. Ndio maana anasema kwamba panda bustani ili ule matunda yake, jenga nyumba ili ukae ndani yake, oweni wake mkazae wana na binti. Wacha kuzaa watoto bila kuolewa, ni hatari sana. Neno la Mungu liko wazi, linasema kabisa, oa wake mkazae wana na binti ili mkaongezeke. Lakini unakutana na rafiki yako anakuambia hapana, tafuta tu mume wa mtu uzae naye upate tu mtoto wako, hakuna haja ya kuolewa. Kwa hiyo maanake hapo unavunja amri ya ngapi ya Mungu? Amri ya 6. Sasa madhara ya kutokutii sauti ya Bwana ni kupigwa kiuchumi, ni kupigwa afya yako. Na ukisoma Kumbukumbu la Torati kuanzia sura ile 28 mstari ule wa 15 kuendelea, ameeleza itakuwa usipotaka kusikiza na kutii sauti ya Bwana. Ameeleza magonjwa yatakayokupiga, mpaka bawasiri ipo, mpaka majipu yapo, na kinachotisha zaidi katika Kumbukumbu 28:30 inaeleza utaposa mke, mwanaume mwingine alale naye. Vitu vigumu vilivyooza vikali tu. Wapendwa, tujifunze kutii kitu Mungu anachosema, tusijeuze Mungu anachosema. Wewe unayesikiliza neno hili la Mungu, Mungu amesema oweni ndio mzae. Wewe unataka kuzaa bila kuoa, kwa hiyo unamjeuza Mungu. Amesema oweni, mzae, mkaongezeke.
Jengeni nyumba mkae ndani yake. Pandeni bustani mle matunda yake. Wewe wakati Mungu anakuambia kapande, hutaki kupanda. Unalalamika wewe ni maskini kwa sababu sasa wakati wa kupanda hutaki kwenda kupanda. Mungu anakuambia panda, hutaki kwenda kupanda bustani, lakini unataka kutumia matunda. Anakuambia oa, wewe hutaki kuoa, lakini unataka kuongezeka. Huko kote ni kutokuitii sauti ya Mungu na hakuna faida. Kwa hiyo ninawasihi nyote mnaonisikiliza, baraka zimefungwa katika kutii kile anachosema Mungu. Sio kusikia tu, ni kusikia na kuchukua hatua. Muombe Mungu akupe neema ya kusikia na kuchukua hatua. Jifunze kumtumikia Mungu na kumheshimu Mungu kwa kutii kile anachosema kupitia watumishi wake. Mungu anazungumza na sisi sana kupitia watumishi wa Mungu mbalimbali, maeneo tofauti tofauti. Saa nyingine Mungu anazungumza na wewe kupitia hata sauti tulivu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Unaposoma neno la Mungu na kulitafakari, limebeba sauti kwa ajili ya maisha yako. Lakini Mungu amekuwa akisema na sisi sana kupitia hata njia ya ndoto, kupitia hata njia ya maono, lakini tumekuwa tukipuuza. Tumuombe Mungu atupe neema ya kutii kile anachosema na kukifanyia kazi. Baba zetu wa imani wa zamani walitii sana. Ibrahimu aliambiwa mchukue mtoto wake akamtoe sadaka, na alitii na akaenda kufanya hivyo. Na alivyofanya hivyo, Mungu alimwambia, sasa nimejua kuwa unanicha kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee. Lakini wakina Nuhu walitii kwa kuambiwa waijenge safina, na wakajenga safina. Wasingetii, unaona, ile gharika ingekuja ingemchukua Nuhu. Lakini wakina Lutu walitii, wakaambiwa watoke kule kwenye ule mji wa Sodoma na Gomora, na wakatii kuondoka. Na walipotii wao walipona. Mke wa Luti kwa kutokosa utii wa maagizo ya Mungu akageuka nyuma, alikuwa nguzo ya chumvi. Kwa hiyo yawezekana kuna mahali unapita pagumu, anza na toba kwanza, umwambie Mungu kama kuna kitu alikusemesha alafu ukakipuuzia hicho kitu, Mungu ninakitubia, ili Mungu aweze kufanya kitu kwenye maisha yako. Ni vizuri sana ukisikia mafundisho ya namna hii ya kusaidie kukujengea utii. Usiombe Mungu akuinue kabla hajakutengenezea utii ndani wa kuitii sauti yake, wa kumfanya yeye ndio mkubwa katika kila jambo unalolifanya. Ombea mipango yako, mtangulize Mungu. Mtii. Akikwambia subiri, subiri. Akikwambia nenda, nenda. Akikwambia mwanangu, katika jambo hili hebu liache kwanza, hebu jaribu kumsikiliza Mungu, kwa sababu Mungu wetu huwa anasema sana, hasa katika majira haya tulioko ya nyakati za mwisho. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza, na unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba ambazo zinapita kwenye YouTube, au unaweza pia kuwasiliana na sisi kama unatusikiliza kwa njia ya sauti kwenye redio kupitia namba 0759044115 au 0743435575. Mungu akubariki sana hadi wakati mwingine.